Nashukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mzuri kwa upande wetu, lakini ulikuwa mzuri zaidi kwa upande wa Simba. Kiukweli katika mchezo huu tulikuja kama timu namba 2, yani kwa sababu tulikuwa tunacheza na Giant. Na sisi timu nyingi TMA, watu wengi na hisi wamejua leo kwamba TMA ipo. Kwa hiyo tulikuja na mpango kazi wetu ambao katika asilimia fulani haujafanikiwa, lakini asilimia fulani umefanikiwa. Kwa maana ipi? Tulikuwa hatuna pressure sana kwamba labda tunakuja hapa ili tufunge Simba tufanyeje. Tulikuwa tunajua uwezo wa Simba ni mkubwa kuliko wa kwetu, lakini tulikuwa tunatafuta zile kasoro ndogo, sababu ni mzuri lakini pia na mapungufu yake. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta ile kasoro yake tutumie tuweze kupata matokeo, kitu ambacho walituzidi. Tunakiri kabisa walituzidi, na katika mchezo huu walistahili kupata ushindi, lakini hatukuondoka bure. Yani kuna kitu kama wachezaji wenzangu, kuna kitu kikubwa sana ambacho wamepata exposure, wamepata experience fulani hivi ambayo hawakuwahi kuipata, kwa sababu hii ndo mechi ya kwanza, big mechi ya TMA. Kwa hiyo naamini kwa wachezaji ambao kidogo ndo wanaanza, kuna kitu fulani hivi wamekiona, kuanzia nguvu, wafanyeje. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi ambavyo vitakuwa faida kwetu kuelekea katika michuano yetu ya daraja la kwanza. Michezo 22, alama 41, nafasi ya 5 kwenye championship. Mkakati gani ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu inapanda katika ligi kuu msimu ujao? Ukiangalia ile chati ile ya msimamo, tupo nafasi ya 5, yes, lakini watu ambao wapo juu yetu wanatuzidi pointi 3, 4, yani so nyingi, mchezo mmoja miwili. Kwa maana kwamba, na bahati nzuri kwetu ni kwamba tunaenda kucheza na timu ambazo zipo chini, na wale wenzetu wanakutana wao kwa wao. Kwa maana kwamba sisi tukiendelea kupata matokeo mazuri, tunaweka timu yetu ya TMA katika eneo zuri la kupanda. Kwa hiyo tunaendelea kupambana. Ile ligi pia imekuwa ngumu sana, kama mnafuatilia, imekuwa ngumu, kuna watu wapo kule wengi, lakini kama wachezaji tunazidi kupambana ili tufikie malengo yetu ya kupandisha timu. Okay, umecheza ligi kuu pamoja na championship. Tofauti upoje kati ya ligi kuu pamoja na championship? Wapi kugumu zaidi? Kote kugumu, lakini uzuri wa NBC Premier ni kwamba watu wengi ni machua, kwamba unafanya kitu kwa kujua, nikifanya tu hivi mwenzangu ananifunga. Watu wengi ni experience, kwa hiyo wanaenda kujua kabisa. Ndio maana unakuta mchezo kama wa Simba na JKT unamalizika kwa Simba kupata goli dakika 90 tena la penalti. Kwa hiyo unagundua kwamba huku kuna ugumu fulani hivi ambao watu wengi wamefanyaje, watu wanajiandaa, timu zinajiandaa, ukizingatia sasa hivi ligi imekuwa na wadhamini wengi, mambo yamekuwa vizuri, sio ile ligi ambayo tulikuwa tunacheza miaka fulani hivi 7-8 nyuma. Unakuta timu fulani hivi inafika kituoni saa 6 mchana, mechi ni saa 10. Sasa hivi kila timu iko vizuri, wana wadhamini uzuri, mishahara kwa wakati, sanifi watu wanapata. Ndio maana unaona ligi imekuwa ngumu sana kwa ligi kuu. Daraja la kwanza bado vitu kama hivyo havijafika, lakini na imani huko tunakuelekea mambo yanaenda kuwa vizuri. Yani hisia nyingi za wachezaji ambao uko nao ambao wanatamani pengine kupandisha kucheza ligi kuu zikoje, hasa mkikaa kambini, ama wewe tunafahamu mchezaji mzoefu wa ligi kuu? Yani kuna watu wengi sana wanakuwa na hamu ya kufanya jambo, wanakuwa na hamu ya kufika ligi kuu. Mtu mmoja anakufuata na kuuliza nifanye nini, tumekaa hapa miezi 2-3, unanionaje? Kama mimi experience najua kabisa huyu akifanya hivi anaweza kufika sehemu fulani, lakini na matumaini yangu kwamba TMA ni timu ambayo inatoa wachezaji wazuri sana na ina wachezaji wazuri sana. Ukizingatia kama kuna mtu kama ametambulishwa JKT pale center half moja, Maneno, kuna Nangu anafanya vizuri, uso Nangu wametoka TMA. Kwa hiyo ile inakuwa ni message nzuri kwa vilabu vingine kuendelea kuangalia watu kutoka TMA, na wapo wengi ambao wana uwezo, ambao na imani mpaka ligi inamalizika hii, hata mwakani tena hata kama imetokea bahati mbaya TMA haijapanda daraja, kuna watu wengi watapanda kuja ligi kuu, kwa sababu kuna watu wengi wenye uwezo. Ikatokea TMA imepanda daraja, uko tayari kushiriki ligi kuu tena kwa mara nyingine? Mpira umekuwa ni biashara, lakini mimi kikweli niseme kwamba nina furaha kuwa katika timu hii, kwa sababu kuna vitu ambavyo naviona kikweli ni vizuri kwangu, lakini siwezi kusema 100%, kwa sababu naweza nikasema hivi, mtu mwingine akaja na 200 alafu yeye akawa na 50. Mpira ni kazi yetu, tuna familia zinakula kupitia mpira. Kwa hiyo lazima, hata kama ungekuwa ni wewe akija hapa leo mtu fulani hivi, utaenda kuchukua 200 yake, utaacha 50 hivyo. Pamoja na experience kubwa ambayo unayo kwenye ligi pamoja na umecheza ligi kuu, umecheza pia championship, pengine mlipoona ratiba mnacheza na Simba kwenye michuano hii ya CRDB Federation Cup,
wachezaji wenzako walipokeaje ratiba hiyo, lakini pia kwa upande wako kama mchezaji mzoefu ambaye umekutana na Simba mara kadhaa, ulikuwa na kipi ambacho uliwaambia kwa ajili ya kuwatuliza na kuwajengea confidence kwa mchezo wa Simba? Watu wengi walishangilia kitu ambacho mwenyewe nilifurahia. Watu wengi walifurahia kwa sababu walijua ile ni exposure. Tunaenda pale hatutoki bure no, yani haijalishi kwamba kutatokea nini, lakini watu walikuwa na hamu kwamba nikifika tu pale nikicheza na Simba kuna kitu lazima nitakifanya kimoja viwili, ambacho na mimi na matumaini kwamba walivyoshangilia na leo walivyofanya hapa uwanjani hatukupata goli, lakini kwa watu ambao ni wa mpira lazima kuna watu wawili watatu wamewaona kitu ambacho wengi walikufurahia. Na mimi nilisema kupitia ile mechi, nikawa naambia wadogo zangu kupitia ile mechi kuna watu tunaenda kufanyeje, tunaenda kuwaacha pale, yani kila mmoja akajitoa kwa nafasi yake, kama ni keeper, center forward, fanya kazi yako, yani haijalishi kwamba kutatokea nini, lakini watu wanamwona mchezaji hata kama timu ikifungwa 10 yani, lakini ukiwa bora unaonekana, kitu ambacho leo vijana wenzangu wamekionyesha hapa, na imani walikuwa bora. Baadhi ya matukio, kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinaonekana kwamba ni experience yao tu ndogo, lakini kuna mtu unamwona kabisa anaweza. Kwa hiyo kwa swali lako la msingi ni kwamba watu walifurahia waliposikia tunakutana na Simba. La mwisho labda mara baada ya kujifunga iliwatoa mchezoni hata kidogo, na ni kitu ambacho mwenyewe nilishangaa mpaka nikasema kumbe kweli nimeshakuwa mtu mzima. Yani nilichukua kama sekunde 10 tu kile kitu yani, kwa sababu nilishangaa, kwa sababu ndio mara ya kwanza nimecheza ligi zaidi ya miaka 10 sije kukutana na hicho kama hicho. Nikawaza leo nimejifunga, familia yangu inaangalia, baada ya kufunga najifunga yani, lakini nikacheka nikaflash, maisha mengine akafanyaje yakaendelea. Haikuwa issue sana kwa sababu watu wengi wanafanya hivyo, inatokea, kwa hiyo haikuwa issue. Baada ya mapumziko kupata maji kidogo, nimekuona ukiteta sana na mwamuzi Mshika Kibendera wote wakataruka, lakini kelele zilikuwa nyingi, pengine umeteta nini? Kuna tukio lilitokea pale, kama unakumbuka, tulikuwa kwenye lango la Simba, ulipigwa mpira umoja wa juu, mimi nikaruka nika control kifuani, lakini somebody Ouma yule aliruka, ila yeye hakupata mpira, akanigonga Nouma, yes, akanigonga mimi yani, nikaanguka, kitu ambacho kikweli kama tungekuwa kwa watu ambao wameangalia kwenye TV watakuwa na faida kubwa kwamba ilistahili kuwa penalty, na mimi nilisi hivyo yani. Sasa muda break nikaona niulize yani, ni yule dada mimi namfahamu muda mrefu, nilimfuata kama rafiki kwamba mimi naona kama ilikuwa penalty, wewe umeonaje? Akasema nisingeweza kufanya kitu kwa hisia yani, sikuwa na uhakika 100%. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, nikasema basi sawa, lakini mimi nahisi ilikuwa penalty yani. Na muda huo yeye akapata maji, na mimi benchi langu kama unaona lilikuwa mbali, nikasema si maji, hata kama nikienda kule maji si ndo haya, na mimi kabidi nifanyeje, ni mchezo yani, mchezo ni kitu ambacho nahisi kuna kitu fulani hivi kimeleta taswira nzuri kwamba kumbe sio adui yani, haijalishi kwamba labda alininyima penalty, labda nimtukane, hatukufanya hivyo, tulizungumza tu kirafiki, akaisha, akanipa maji nikanywa, maisha mengine akaendelea.